Kuna mchezaji anaweza kana umri mdogo na asikupe kitu kikubwa ambacho mtu mwenye miaka 30 au 32 anakupa uwanjani. Tumeshuhudia mifano ya wachezaji hao. Imidimao yuko Azam pale, ni over 30, kitu anachokifanya kuna vijana wengi wanashindwa kuwa na composure ile. Muangalie Chama Simba. Kuna muda Chama asipokuwepo uwanjani, kuna piece unaona kabisa haijakamilika mpaka yeye atakapokuwepo uwanjani. Mfano hata mechi ya juzi ya Kagame ambao aliicheza. Chama alivyoingia ulikuwa unaona sasa ile threat zile hatari zinaanza kutokea. Ni kwa sababu of course tuna consider age kwa sababu ya ile nishati, nguvu na hali ya upambanaji na upatikanaji wa mchezaji uwanjani. Lakini kwenye career ya maisha ya mtu yeyote ule kinachofanya kazi ni brain, ubongo, kichwa ndio kinafanya kazi. Yaani unaweza kuwa umri unasogea lakini ubongo wako bado upo active katika kuchakata vitu. Kwa hiyo kwa shauri hili mimi nafikiri ni sajili ambayo kwa sajili zote ambazo Yanga amezifanya, huu ni usajili mkubwa. Ni usajili mkubwa kwa sababu ya hivyo vitu ambavyo nimevitaja hapo nyuma. Lakini vile vile pia Peter anatoa faida kubwa, atakuja kutoa faida kubwa ndani ya ligi yetu hapa ndani. Unanielewa? Unafikiri story imeenda viral kiasi gani? Yes, ni kweli Mamelodi walikuwa wamefikia mwishoni kabisa kwamba bwana tunashukuru kwa hiki ulichokitoa misimu takriban 4-5, lakini imefika mwisho na ndio maana akamchukua Reyners. Baadaye akamchukua Brian Rion kutoka Colombia. Independiente ipo huko Colombia, ni nashiriki ligi kuu, lakini yote kwa yote ni kwamba wanashukuru kwa kile ambacho amekifanya na ni nafasi kwa watu wengine. Sasa si dhambi mchezaji wa hivyo kuja kwenye ligi yetu, kwa sababu hata waliowahi kuja hapo nyuma akina Halid Aucho, akina Chama, wachezaji tofauti walikuja kwenye ligi yetu, walikuwa wametoka kwenye hizo ligi kubwa, lakini kaonekana kuna namna sasa kasi hizo ligi inaenda tofauti na kasi zao. Kwa kwenye ligi yetu si kasi yetu bado inaendana na kasi za wachezaji. Tunaweza tukawa accommodate. Na kitu kingine ambacho watu wanatakiwa kufahamu ni kwamba clubs zinasajili ndani ya bajeti zao. Usifananishe Yanga na Mamelodi Sundowns, usifananishe Yanga na Azam. Unanielewa? Usifananishe Yanga na National Al Ahly au Pyramids, kwa sababu timu zimetofautiana kwenye eneo la utawala na namna zinavyoendeshwa. Mfano Azam wana fedha kwa sababu ni kampuni na ni timu ya familia. Unanielewa? Sasa Yanga ni timu ya wanachama. Yaani Yanga leo hii bila mfadhili, klabu haina fedha ya kutosha. Ina mali ya wanazimiliki, lakini ile cash kwamba tuna hii fedha tunataka kufanyia kitu bado haipo ya kutosha. Na ndio maana mpaka leo wanaendesha timu kwa kutumia wafadhili kama GSM. Unanielewa? Al Ahly mchakato wao ulishakamilika wa mabadiliko na wanachama wengi Afrika na nje ya Afrika, unanielewa, ambao wanalipia ni active, ni high kabisa, wanalipia kadi za wanachama. Pyramids au Al Hilal Omdurman ni timu za watu, ni matajiri ambao wanaziendesha zile timu kwa pesa zao mfukoni. Kwa hiyo kama mtu umedhamiria kufungua kampuni utaihudumia tu, kwa sababu as long as una kampuni na kuongezea faida. So kuna ile kasumbo utasikia kama tunataka kuchukua ubingwa, si hatuwezi kuchukua, timu zetu haziwezi kuchukua ubingwa kwa sababu tunasajili wachezaji ambao kule wameachwa. It's okay, lakini wewe mtu anayetoka kwako ambaye ameshindwa kufanya kile unachokitaka imaanisha na kwangu atashindwa. Kwa hiyo nafikiri ni usajili mzuri. Yaani usajili wa Peter uhitaji maelezo mengi wala uhitaji uchambuzi mwingi sana, kwa sababu ni proven, kashafanya na watu wamemshuhudia. So ni usajili mzuri kwangu mimi. Hata ukimwangalia Ibrahim Sheikh Toure ametoka ligi daraja la kwanza la Saudi Arabia. Sawa. Ni kweli inawezekana kwenye investment wako mbali wale jamaa kwenye maeneo tofauti au sekta tofauti. Kwenye michezo ndani ya miaka 4 ndio kama wameanza kuwekeza sana. Lakini haihalalishi kwamba tupo nao sawa. Sio, unanielewa, wametuacha. Kwa hiyo ndio bado mpaka sasa hivi najiuliza, kwa sababu Sheikh Ibrahim Toure kwenye ile timu yake ya Jabarain top 3 ya performance last season yeye yupo. Kwa mpaka sasa najiuliza yani sababu zipi zimepelekea wale jamaa kukubali mchezaji kuondoka. Na umaliza nafasi ya 6, yani hiyo timu sio ni worst kwamba iko chini. Nafasi ya 6 ambao walikuwa juu kugombania ubingwa championship ya pale Saudi Arabia. Sasa kama umemwacha amekuja kwenye ligi kuu ya Tanzania, kuna added factor imeongezeka. Sawa, kwamba kuna quality nyingine imeongezeka kwenye ligi, imeongezeka kwenye timu. Mnufaika ni Yanga, usajiliwa ziko kunufaika Azam au Simba. Yanga ndio wanufaika sababu ni mchezaji wao. Na ukimtazama mtu mwingine kama Albert Kangwanda ni MVP.
brother, ni wachezaji wachache sana wametoka Zambia wamekuja Bongo wameshindwa kutoboa. Na kuna wale waliokuja huenda walishindwa kutoboa baada ya kupata tena majeraha. Mtu kama Moses Pili alikuja hapa. Moses alikuwa na longevity kwa sababu ya injuries. Lakini kwenye kile kipindi kifupi ambacho tulimuona, kila mtu aliadmit that guy anajua mpira. Lakini kuna SIA unit ya watu wanatoka huko, kuna Chama, kuna Rari Bwali alikujaga hapa. Unanielewa? Okay, wapo ndio wachache waliokuja walishindwa kufanya vizuri sana, lakini naamini kuwa kuna sababu tofauti tofauti. Mtu kama Koblan katoka kule ana figures, ana namba nzuri kwenye takwimu, kaja hapa mambo yameshindwa ku work out. It happens, budo imetokea. Unanielewa? Lakini huyu ni MVP na huyu jamaa alikuwa anashindana na mfungaji bora wa ligi kuu nchini Zambia anaitwa Moses Shuma, amesajiliwa na Mazulu South Africa. Na walikuwa kwenye kinyang'anyiro kati yake yeye na pamoja na Moses Shuma, nani ambaye atakiwa kuwa MVP. Yeye kwa MVP kwa sababu ya contribution ama mchango wa kile ambacho amekitoa kwenye timu ya Lady Arrows, ambapo Moses Shuma alikuwa Power Dynamos. Sasa ni winga, anatumia mguu wa kushoto, na katikati hapa Yanga wamekuwa na uhaba sana wa wachezaji wanatumia mguu wa kushoto wanaocheza ule upande wa kulia. Mara nyingi wamemtumia Mziza, wamemtumia Musonda, wamemtumia Kisinda, wamemtumia Dukapel, Moroko, wamemtumia Maxi ule upande, lakini kiuhalisia wanahitaji, kwa sababu winga anayetumia mguu wa kushoto akicheza kulia na winga anayetumia mguu wa kulia akicheza kulia, hawa watu wawili wanaweza kaathiri mechi katika mazingira tofauti. Kwa mguu wa kushoto ataathiri mechi kwa kuingia sana ndani na kushambulia space inayopatikana ndani. Kwa mguu wa kulia yeye ataaffect sana mchezo kwa kushambulia space inayopatikana nyuma, apige cross, apige cutback zile kwa washambuliaji wafunge. Kwa kuna muda games zinatofautiana. Kuna muda kocha anataka let's say na washambuliaji wawili, una Ture pamoja na Sharulile. Unaweza kusema okay, nahitaji Max acheze upande kwa sababu nataka kuofa cross nyingi zaidi. Unanielewa? Lakini pia kuna muda una mshambuliaji mmoja ambaye anataka kuwapa advantage wale wingers wanaocheza pembeni. Nina mtu kama Albert anaweza kuinvert ni kutoka pembeni kuja ndani. Kwa hiyo ana uwezo wa kuoffer chances, kwa maana kutengeneza na kufunga. Kwa na ukitaka unacheza Yanga 90% ya mechi zao za ligi kuu FA na hata 50% ya mechi zao za kimataifa Yanga wanazidominate, kwa maana wao wanakaa na mpira sana, wanamlazimisha mpinzani kulitreat kukaa nyuma. So kuna muda unahitaji wingers ambao ni technicians, mafundi, wana uwezo wa kuzifungua defense. Mithili ya mtu kama Pacome. Pacome alikuwa na shine sana hata kwenye tournament, hizi international tournament, especially msimu 22-23 kama sikosei, ule ambao Yanga anacheza quarter final. Pacome alikuwa kwenye top 5 wa wachezaji walio perform kwa wachezaji wote kwenye ile mashindano, kwa sababu Yanga ana dominate, wapinzani wanakaa nyuma. Nani ana ability ya unlock defense? Ni Pacome Zozoa. Unanielewa? Unaweza kaifungua defense kwa kuwa na watu wanaokokota mpira au kwa kuwa na watu ambao wanaweza kupiga pass. Sasa wakati mwingine watu wakikusanyika wakiwa na msongamano sehemu moja, hata pasi inakuwa sio tiba, kwa sababu ukipiga pasi watu watablock. Sasa unahitaji mtu wa kukatiza na mpira kwenye ule msitu wa wale watu. Kwa hiyo wameongeza mtu mwingine wa kumsaidia Pacome, lakini amekuja Hussein, anaitwa Hussein Wingo, anatumia mguu wa kulia. Yes, Mkomoro ule Hussein. Technical naye anaonekana mzuri, ana kasi, lakini kwa development yake kama ukuaji wake unakuwa huna shaka sana na kipaji chake. Lakini pia nje ya vipaji tunavyozungumzia kwa wachezaji, tunahitaji sasa ile personality. Kwa sababu ukisikia wachambuzi, watangazaji, wasemaji, mchezaji ana kipaji, ndio mchezaji fulani ana kipaji. Vipi kuhusu haiba yake anapokuwa uwanjani? Kwa sababu kuna wachezaji wamekuwa na vipaji vikubwa na nini kilitokea? Hakuna impact ambayo ilikuwepo. So nafikiri tunahitaji kuona uhusika wao, kwamba sasa tumekuja Yanga ndio na talent, lakini nataka kutengeneza kitu chanya ndani ya hii team, sio kule ulikotoka, hapo ulipo. Bwana George, nafikiri umeeleweka vizuri, kuanzia kwa tumezungumzia Peter, lakini Young Africans kwa ujumla kwa usajili ambao wameufanya. Binafsi nikushukuru sana kaka. Shukrani pia.